Tutaangalia pointi chache kidogo. Tutakuwa kila mwezi tunachukua pointi chache, kwa ajili ya kutusogeza katika pointi ya kila mwezi. Kichwa cha somo cha leo kinasema namna ya kushughulikia madhabahu za ukoo. Namna ya kushughulikia madhabahu za ukoo. Namna ya kushughulikia madhabahu za ukoo ambazo zimesimama kama marango. Namna ya kushughulikia madhabahu ya ukoo ambayo imesimama kama marango kuachilia matatizo ya kurithi. Namna ya kushughulikia madhabahu za ukoo ambazo zimesimama kwako kama marango ya kuachilia matatizo ya kurithi. Namna ya kushughulikia madhabahu za ukoo zilizosimama kwako au zilizosimama kwangu kama malango ya kuachilia matatizo ya kurithi. Matatizo ya kurithi ni matokeo ya madhabahu zilizojengwa au zilizoweka msingi kwenye maisha yako. Matatizo ya kurithi ni matokeo ya kimadhabahu yaliyowekwa au yaliyosimamishwa kwenye maisha yako, yanayotoa matokeo au yanayoamua matokeo ya maisha ya kifamilia. Maisha ya kila familia yamebebwa kwenye kitu kinachoitwa madhabahu. Matokeo yanayotokea katika madhabahu kwenye familia yanaitwa ni matatizo ya kurithi. Au unaweza usiseme kama matatizo, unaweza ukasema ni matokeo yanayorithiwa kutoka kwenye hizo madhabahu. Kwamba madhabahu za ukoo ni matokeo yanayoonekana katika familia, ambayo hayo matokeo tunaitwa ni matokeo ya kurithi. Kwa matokeo yoyote ya kurithi yanatokana na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa nini ni madhabahu? Jambo lolote lenye mwendelezo lazima liwe na madhabahu. Kazi ya madhabahu ni kusimamia umilele wa jambo. Narudia. Kazi mojawapo ya madhabahu ni kusimamia umilele wa jambo. Jambo lolote linalohitaji umilele katika dunia, katika ulimwengu wa mwili au katika ulimwengu wa roho, ili umilele uwepo, inatakiwa iwepo madhabahu. Kwa kazi ya madhabahu mojawapo ni kusimamia umilele wa jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama madhabahu haipo, maana yake umilele haupo. Kwa nini?
jambo lolote unalotamani liishi, au jambo lolote ambalo linalotakiwa kuishi, manake linatakiwa liwepo na matokeo, liwepo na kitu ambacho kinachoweza kusimamia matokeo ya baadaye. Na kitu pekee huaga ni nini? Ni madhabahu. Kwa unaposikia kushughulikia madhabahu za ukoo, maana yake ni kudili na madhabahu au na maeneo yaliyotumika kama kiwakilishi cha umilele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Takupa mifano michache ili ujue kabisa kwamba madhabahu ndio kitu pekee kinachosimamia umilele. Jambo la kwanza, mfano wa kwanza, utaenda kusoma kwenye kitabu cha Kutoka. Kwenye kitabu cha Kutoka kuanzia ile sura 15. Israeli walipotoka Misri, wamefika katika bonde la Refidim. Walipofika katika bonde la Refidim, Waamaleki wakawazuia Israeli wasipite katika ardhi yao, wasipite katika nchi yao. Amaleki wakawazuia. Biblia inasema kwamba kukawa kuna vita kati ya Israeli na Amaleki katika bonde la Refidim. Vita ikapiganwa pale. Chanzo cha vita ni nini? Amaleki hawataki Israeli wapite. Israeli wanataka wafanyeje? Wapite. Kwa sababu njia ambayo wanayotaka Israeli wapite, Israeli wanaona kwao ni mzunguko mkali. Tunaona sawa? Ila wenye ardhi hawataki. Kukawa na vita. Mungu akamwambia Musa kwenye kitabu cha Kutoka 15 ya kwamba tengeneza madhabahu, kuliita hiyo madhabahu jina lake Yehova Nisi. Nami nitakuwa na kisasi na Amaleki kizazi baada ya nini? Ya kizazi. Takuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Kwa hii vita sio ya leo. Hii vita ni kizazi baada ya nini? Ya kizazi. Kwa ili hiyo vita yangu kati ya mimi na Amaleki iwepo kizazi baada ya kizazi, tengeneza madhabahu. Manake hiyo madhabahu itasimamia umilele wa adhabu yangu juu ya Amaleki. Kwa kizazi chochote cha Amaleki kikiinuka, mimi nitakuwa na vita. Kinachofanya vita, tunaona sawa, si neno la Mungu alilolitamka juu ya Amaleki, ni madhabahu ambayo Musa alitengeneza kwa jina la Yehova. Tunaona sawa, akaita Yehova Nisi. Kwa hiyo ili Mungu asiwe na vita na Amaleki, manake madhabahu iliyojengwa kwenye Refidim iondolewe. Kwa madhabahu kazi yake mojawapo ni kusimamia umilele. Nazungumza na mtu hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anatengeneza, Musa anatengeneza madhabahu kwa jina la nani? La Yehova. Anaitengeneza madhabahu, anaita Yehova Nisi. Tafsiri yake ni kwamba Mungu atakuwa na kizazi na Amaleki kizazi baada ya nini? Mfano wa pili. Mfano wa pili. Kwenye kitabu cha Mwanzo. Utaanza kusoma kitabu cha Mwanzo kuanzia ile sura 7 na kuendelea mpaka sura 8. Ukipata nafasi. Ukipata nafasi unaweza kupitia hapo. Mungu anamponya Nuhu katika gharika. Mungu anamponya Nuhu katika nini? Katika gharika. Nuhu anatengeneza madhabahu, anatoa sadaka juu ya ile madhabahu. Akisha kutoa sadaka juu ya ile madhabahu, Biblia inasema kwamba Mungu akasikia harufu nzuri kutoka wapi? Duniani. Aliposikia sauti nzuri kutoka duniani. Kwa nini? Nuhu amesogeza sadaka. Na kabla Nuhu hajasogeza sadaka, alitengeneza madhabahu. Alivyotengeneza ile madhabahu, akaitolea sadaka. Mungu akasikia harufu ya ile sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alivyosikia ile harufu, Biblia inasema kwamba Mungu
akasema sitamwangamiza tena mwanadamu. Kwa nini? Kwa maji. Kupitia ya madhabahu ya Nuhu katika mlima Ararati, Bwana akaapa kwa nafsi yake, akasema sitamwangamiza tena mwanadamu. Kwa nini? Kwa maji. Biblia inasema akaweka upinde wa mvua, ya kwamba itakuwa tafsiri ya kwamba mvua inapotanda, manake upinde wa mvua unapotokea, manake ni uhalali wa madhabahu ambayo Nuhu alisimamisha katika mlima Ararati. Kwa Mungu akitazama anga na ule upinde wa mvua ukitokea, manake Mungu haoni upinde wa mvua, anaiona madhabahu ambayo Nuhu alisimamisha katika mlima wa Ararati. Bwana Yesu asifiwe. Ambao mpaka leo huo milele upo. Mwambie mwenzako upo. Na ndio maana mpaka leo tunauona upinde wa mvua. Kwa unaposikia swala la madhabahu ya ukoo, ni swala ambalo kila Mkristo, kila anayemkiri Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, hii ni siri ambayo kila mmoja anatakiwa kuielewa. Kwa nini? Madhabahu ndizo zinazosimamia. Kwa Mungu anamwambia Musa ya kwamba kuanzia leo, anamwambia Nuhu sitaangamizi tena dunia. Kwa nini? Kwa maji. Biblia inasema kwamba Nuhu alitengeneza madhabahu. Alipotengeneza madhabahu akatoa sadaka, akalitia jina la Bwana kwenye ile madhabahu. Wapi? Katika mlima wa Ararati. Ararati ni mlima ambao safina ya Nuhu ilikotoa. Nuhu akamtengenezea Bwana, akatoa sadaka. Mungu akasikia harufu nzuri na panda kutoka duniani, akasema nimeapa kwa nafsi yangu sitamwangamiza mwanadamu tena kwa maji. Anasema na hii ndio ishara, akaweka. Kwa hiyo unavyoona upinde wa mvua leo, manake ndio unaiona ni madhabahu aliyetengeneza Nuhu katika mlima wa wapi? Wa Ararati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sema, unajua ukimpokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, ile matatizo ya kulisi imeondoka. Kwa sababu Yesu alikuja, akali amepita, amekuwa ni mapya. Okay. Yesu alikufa, Yesu akafufuka. Upinde wa mvua upo haupo? Kwa unapozungumzia swala la madhabahu, unazungumzia swala la kisheria. Kwa sababu madhabahu ndio inayotoa matokeo. Nini kitokee na nini kisifanyike? Kisitokee. Okay. Jambo lingine, mfano mwingine kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 21. Kitabu cha Mwanzo sura ya 21. Nataka nikuonyeshe kitu kidogo hapo. Mungu anazungumza na Abraham. Anamwambia mchukue mwanao mpendaye Isaka, uende katika nchi ya Moria, katika mlima mmoja wapo nitakao kuelekeza, unitolee sadaka ya kuteketeza. Unitolee sadaka ya kuteketeza. Biblia kwamba wakaamka asubuhi na mapema, Ibrahim akamchukua Isaka mwanae, akamchukua na watumishi wawili, wakaenda mpaka Moria. Walipofika kwenye mlima ambao Mungu alikuwa amekusudia watatoa sadaka, Ibrahim akawaacha wale watumwa wake wawili pale, akamchukua Isaka. Isaka akabeba kuni, wakapanda juu. Biblia inasema walipokuwa wakienda, Isaka anamwambia baba, tazama kuni zipo kwa sadaka ya kuteketeza. Ibrahim anamwambia mwanae Isaka, Bwana atajitwalia mwanakondoo kwa sadaka ya kuteketeza. Wakaondoka. Wamefika kule, Biblia inasema Ibrahim akatengeneza madhabahu kwa mawe 12. Kwa ukisikia makabila 12 yameanzia wapi? Ni kwenye madhabahu ambao Ibrahim alitengeneza ya kumchinja Isaka. Ile madhabahu ilitengenezwa kwa mawe 12.
akatengeneza ile madhabahu. Alipotengeneza ile madhabahu, Biblia inasema akachukua kuni akaweka moto. Kwa nini? Walikuwa wakitoa sadaka kuteketeza, walikuwa wanatengeneza kwanza madhabahu. Maanake nini? Walikuwa hawatoi sadaka mahali ambapo hapana nini? Hapana madhabahu. Kwa nini? Mungu hajifunue eneo lolote. Mungu anajifunua mahali palipo na nini? Na madhabahu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mika anasema itakuwa katika siku za mwisho mlima wa Bwana wa majeshi utainuliwa juu. Watu watauendea makundi. Anapozungumza neno mlima, anapozungumza kwamba neno madhabahu ya Bwana itainuliwa. Kwa akatengeneza, akamkamata Isaka. Isaka akawekwa juu ya madhabahu, juu ya kuni, ambazo kuni chini yake moto uko unafuka. Ibrahim alipotaka kunyosha mkono kuchinja mwanae, akasikia sauti ya Mungu ikisema, Ibrahim, Ibrahim, mimi nitakuwa Mungu wako na kigao chako. Usinyoshe mkono wako juu ya mwanao. Nimeipima, nimeiona imani yako. Anamwambia kuanzia leo utakuwa mataifa yako, utakuwa na watoto kama mchanga, na uzao wako utamiliki malango ya nani? Ya adui zako. Atakaye kulaani amefanyaje? Na atakaye kubariki amefanyaje? Amebarikiwa. Na agano langu nitalifanya imara kwa vizazi vyako, kizazi baada ya nini? Kwa hiyo leo ukiona Mungu anasimama na wateule, kinachompa nafasi, kinachompa nguvu ni aina ya madhabahu ambayo Ibrahim alisimamisha. Nisikilize, mahali alipochinjwa Isaka ndipo eneo ambapo alipokufa Yesu. Mtumishi hivi, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio nazungumza na mtu hapa. Nazungumza na mtu hapa. Amen. Kwa eneo lile Mungu akaweka agano. Manake mataifa yote atabarikiwa hapo. Kitu gani kinachotokea? Manake katika mlima Ararati, manake katika mlima Moraya, katika mlima Moraya, manake mataifa yote ya dunia tafanyaje? Manake kinachotoa matokeo ya mataifa kubarikiwa ni madhabahu iliyojengwa pale, na kutokea pale yakazaliwa makabila 10 na ngapi? 12 ya Israeli. Kwa hiyo madhabahu ndio kitu pekee kinachotoa matokeo ya umilele wa jambo. Na ukitaka kushinda vita hizi, jaribu kushindana, usiende kushindana wewe. Shindana na madhabahu kwa madhabahu. Tukipata muda nitakuonyesha tena mfano mwingine. Jinsi watu wa Sayuni, Biblia inasema kando ya mito ya Babeli tuliketi. Anasema tukavitundika vinubi vyetu. Wakataka tuwaimbie baadhi ya nyimbo za wapi? Za Sayuni. Wakasema hizi nyimbo hatuziimbagi kila eneo. Hizi nyimbo ni za nyumbani kwenye madhabahu ya Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sina nazungumza na mtu hapa. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme mfano wa 4. Kitabu cha Wafalme wa kwanza ile sura 19. Ukipata muda utapitia. Biblia inasema kwamba mfalme wa Ashuru alichukua miji ya Samaria, ambayo miji ya Samaria wenyeji wake walikuwa ni Waebrania, Hebron, uzao wa Abraham. Biblia inasema kwamba akawatoa katika ile miji, akawaleta watu kutoka Sefafilahimu, akawaleta watu kutoka Kutha, akawaleta watu kutoka Hava, akawaleta watu kutoka Kuthi, akatoka watu kuleta Babeli. Biblia inasema hawakujua kawaida ya Mungu wa lile eneo. Hawakujua kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine matatizo walionayo sio ukoo walionao. Tatizo ni eneo walilopo. Tatizo ni kiwanja ulichonunua.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shida sio wachawi kwenye mji. Shida ni eneo ulilofanyaje, uliokaa na ukamiliki. Kuna mtu anazungumza, mtumishi anazungumza hili jambo. Wanaoelewa ulimwengu wa roho vizuri wanaweza kunielewa zaidi. Listen this. Wachawi wanaweza wakaielewa zaidi kuliko unavyodhani. Shida sio nyumba ulioijenga. Shida ni eneo unalofanyaje, uliolimiliki. Biblia inasema kwamba wenyeji wa mle mji walikuwa Waebrania katika maji ya Samaria. Mfalme wa Ashuru aliwapiga Samaria, akawaondoa kwenye mji wa wapi? Wa Samaria. Wale jamaa walikuwa wametengeneza madhabahu wa mungu wao wapi? Samaria. Sio, unanielewa hapo? Walitengeneza madhabahu mungu wao Samaria. Ile madhabahu wakasema ndio itakao kuwa madhabahu itakao simamia mji wa wapi? Wa Samaria. Tunaona sawa sawa? Na kila anayetakiwa kuja kukaa Samaria anatakiwa afuate taratibu za madhabahu hii iliyoko wapi? Samaria. Tunaona sawa sawa? Wale wenyeji wa Samaria wameondolewa, wakaletewa watu, wakaja kukaa watu kutoka Sefafelahim, kutoka Ava, kutoka Kuza, kutoka. Biblia inasema hawakujua kawaida ya Mungu wa lile eneo. Usikilize. Mungu wa eneo anatambulishwa na madhabahu iliyoko katika nini? Katika eneo. Kuna watu bado hawajaelewa. Nisikilize. Na ndio maana hapa Wakristo wengi mmechanganyikiwa kwenye hilo eneo. Madhabahu iliyoko kwenye eneo husika, tunakwenda sawa sawa, ndiyo itakayompa Mungu nafasi ajifunue kwa kiwango gani. Madhabahu ambayo haiamini unabii na ufunuo, tunakwenda sawa sawa, Roho Mtakatifu atakuja kujifunua sawa sawa na vile mnavyofanyaje. Narudi. Mungu wa eneo husika anatambulishwa na madhabahu ya eneo husika. Ukimchukua Mungu wa ufunuo aende katika madhabahu ya Yehova Nisi, ufunuo hautaupata, bali utakachokipata ni vita. Mwambie mwenzako vita. Kwa sababu eneo lile Mungu aliyejitambulisha pale amejitambulisha yeye ni Mungu wa kisasi, na madhabahu inasimama kwa ajili ya kisasi. Kwa ukipeleka kitu kingine hakiwezi tokea. Na hapa ndipo ambapo Wakristo wengi na walokole hawaelewi. Wanataka kile walichokutana nacho eneo fulani kibebwe kiende kwenye eneo fulani. Tunaona sawa? Mungu wa eneo husika anajitambulisha kulingana na madhabahu iliyoko pale. Na ukifika kwenye lile eneo, usipomtumikia Mungu wa eneo, manake Mungu wa eneo hataona shida kukupa adhabu. Haijalishi unamtaka, haijalishi humtaki. Nataka hapa nirudie vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaweza akaenda Ebenezer, akaona ile nguvu iliyoko Ebenezer, anasema hii ingebebeka moja kwa moja ikaenda mpaka kanisani kwetu. Au ameenda Mana, amekuta ule uwepo ulioko Mana. Tunaona sawa? Anataka ubebe moja kwa moja, ungekaa wapi? Sikiliza. Mungu wa madhabahu husika, Mungu anajifunua kwenye madhabahu kulingana na neema iliyoko kwenye nini? Kwenye madhabahu. Si unanielewa? Kwa kiwango kilichopo kwenye madhabahu fulani, hicho ndicho kiwango ambacho Mungu atakachojifunua. Sema mtumishi unasoma nini? Utaenda kusoma kwenye kitabu cha Waamuzi ile sura 6. Mungu anamwambia Gideoni, enenda kwa uwezo huu. Kwa wale watu wa Sefafelahim, wale watu wa Ava, Biblia inasema hawakujua kawaida
ya Mungu wa eneo fulani. Biblia inasema hawakumcha Mungu wa ile eneo, walileta kawaida ya miungu yao. Biblia inasema kwamba Mungu wa lile eneo akatuma simba, akatuma nini? Ikaanza kuwapiga wale watu, ikaanza kuwaua. Mjumbe mmoja akamfuata mfalme wa Ashuru, akamwambia wale watu uliotoa hapa, wale watu wa Sefavaimu wa Hamathi hawakujua kawaida ya Mungu wa eneo husika. Tazama, ametuma simba anawaua. Nini kifanyike? Peleka mtu akawafundishe kawaida ya Mungu wa eneo husika. Nisikilize, Mungu wa eneo fulani anaweza akatoa hukumu kwako, haijalishi kama unamuomba au humuombi. Sema, mtumishi unazungumza nini? Utaenda kusoma kwenye kitabu cha Ufunuo ile sura 2 kuanzia kifungu cha 15. Anasema kwa malaika wa kanisa leo, sasa nikasema andika, haya ndiyo anenaye yeye. Anasema nami napajua mahali uketipo. Ni mahali pa kiti cha enzi cha nani? Cha Shetani. Yaani hapo ulipoketi ni mahali pa kiti cha enzi. Yaani hapo akapo kwa Shetani, hapo amekufa shahidi Antipa, shahidi wangu mwaminifu. Isikilize, Yohana na enzi cha nani? Maana yake Mungu anayetawala hapo sio Yehova. Anayetawala ni nani? Ni Shetani. Mungu anayetawala kwenye eneo fulani ni Shetani. Sikiliza, na ndio maana mwanzo nimekwambia hivi, kwenye matatizo ya kurithi, kuna wengine wanarithi kutoka kwa wazazi wao, lakini wengine mnarithi matatizo kulingana na maeneo mnayoishi. Hapa napita juu. Kuna nyakati tutapata nafasi, tutachambua mtu unalisije kwenye eneo Afrika. Hawa watu wanapigwa na simba, kisha hawakujua kawaida ya Mungu wa lile eneo. Wanaweza sifi, wanaweza sifa. Hawakujua kawaida. Kwa kama hawakujua kawaida, maana yake hawakujua kawaida ya Mungu anayetawala. Madhabahu inayotawala pale inatawala ni madhabahu ya aina gani? Na ndio maana kama haujajua Mungu anayetawala kwenye eneo fulani, usijiweke kihelehele. Sasa mtumishi unazungumza nini? Kamuulize Musa. Ameenda na Yehova kwa Farao. Kaenda na Yehova kwa nani? Kwa Farao. Mungu wanaomtumikia wa Misri au Mungu anamtumikia wa Ashuru ni Ashuru. Tunaona sawa sawa. Musa akachukua mbwembwe zake, akatupa, akageuka kuwa nyoka. Na waganga wakatupa vimbo zao, zikageuka zikawa nini? Zikawa nyoka. Sikiliza, sio jambo jepesi Elia kuchagua eneo ambalo watakalo kutanika yeye na manabii wa nini? Wa Baali. Na ile eneo Wakristo wengi Shetani anawapiga sana, ni kwa sababu hawajajua akili. Vita ya rohoni hatuishindi kwa sababu tunaomba sana. Vita ya rohoni sometimes huaga ni akili na hesabu. Sio, umeelewa? Maana kama Elia angekubali manabii wa Baali na manabii wa Ashera wakutane Aikuru kwa Ahabu, maana yake Elia angepigwa. Elia alimwambia Ahabu, waambie manabii wako tukutane wapi? Karmeli. Nini? Maana yake Karmeli alikuwa ameshaandaa muda mrefu. Sema, mtumishi unazungumza nini? Samueli wakati anaambiwa ya kwamba nakuletea mtu kutoka katika kabila la Benjamini, mpake mafuta awe mfalme, Biblia inasema hivi, Mungu alimwambia Samueli, tazama huyo mtu anatoka katika kabila la Kishi. Hao watu wanakula watu wake. Yaani ni kabila ambalo linakula watu. Manake hiyo kabila ukilipa nafasi ya uongozi, manake badala mali zitumike kwa ajili ya Israeli wote, zitatumika kwa ajili ya ukoo. Kwa Mungu alifanyaje? Andaa nyama. Biblia inasema kwamba akaoka nyama miezi mingapi? 3. Akachoma nyama kaifasi,
akiwa akiomba anaombea ile nyama, ya kwamba huyu jamaa akija akila, roho ya kula watu wake iishe, ije roho ya kuwatumikia watu wake. Usizaneni jambo jepesi. Vita rohoni, wapendwa, hasa kwenye madhabahu ya ukoo. Hii ni vita moja ya hesabu kali sana, hasa kwenye maeneo. Biblia inasema kwamba hawakujua kawaida Mungu wa eneo, na Mungu wa eneo anaweza kukushughulikia hata kama umwabudu. Si umemkuta anatawala yeye, si madhabahu ile ndio inatawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao unajua kwa nini Kigoma walikuwa wanaita sana? Ukitoka mtu Kigoma kana mito, ukiona ukijitambulisha umetoka Kigoma, watu wanajua Kigoma mmeokopeka kwa uchawi. Kwani wote Kigoma ni wachawi? Nauliza, watu wote Kigoma ni waganga? Watu wote Kigoma ni wachawi? Maanake Mungu wa eneo husika anasapoti uchawi, anasapoti nini? Uganga. Na ndio maana tunawakisha wengi kanisani wapo kwa mganga, Mungu wa eneo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Jambo lolote lenye umilele ndani, ujue nyuma yake iko madhabahu inayosimamia hayo matokeo. Nisikilize, Yesu alipotuokoa tukasema damu yake inasimama, kilichosimama ni madhabahu aliyotengeneza kwanza Golgotha. Biblia inasema kwamba aliubeba msalaba wake kuelekea wapi? Na alipofika Golgotha, madhabahu ilipokamilika, aliposema imekwisha, Biblia inasema tetemeko likatokea, majira yakabadilika. Nini? Madhabahu ikaanza kusimamia watu, ikaanza kuwapigania watu, ikaanza kuwatetea watu. Kwa namna mojawapo ya kushughulikia madhabahu ya ukoo, unayotakiwa kujua, lazima uelewe madhabahu yenu au madhabahu inayokufunga kwamba imebeba nini kwenye maisha yako. Na kama ni madhabahu ipo ya kwamba hatushindani na madhabahu za ukoo kwa maombi, tunashindana madhabahu kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana maandiko yanasema hivi, Elia alipowaita manabii wa bahari, wao walitengeneza madhabahu ya bahari na Elia akatengeneza madhabahu. Maanake pale katikati zikaanza kupigana madhabahu. Zilipoanza kupigana madhabahu, zikaanza kupigana, zikapigana. Matokeo yake madhabahu aliyosimamisha Elia ndio ikafanyaje? Ikashinda. Sikiliza, haikuwa jambo rahisi, kwamba ilikuwa jambo lepesi kwamba wale manabii wa bahari wakubali kwamba Mungu atakayejibu kwa moto ndio Mungu, kama Mungu wao hajamuona anajibu kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Sio hapo tunaelewana vizuri? Yaani kwamba leo mwakusanye wachawi wote, muambie vitu shindane. Kama shetani wenu ana nguvu haya, tushindane. Tukae hapa kila mmoja apotee. Wale watakaopotea ndio Mungu wao abudu. Woza leo watakukatalia. Eti watakukatalia. Tena nasema leo hivi tunavigaragaza mapema kabisa hivi. Tunavigaragaza asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kama ujipeleke. Maana kitu kinacho Biblia inasema wakatengeneza kwanza madhabahu. Bahari katengeneza madhabahu yake na Yehova katengeneza nini? Madhabahu yake. Biblia inasema kwamba wakaomba wakajikata mpaka na nyembe. Elia anasema hamna. Kitu gani kinachofanyika? Maana madhabahu ya Mungu iliyokuwepo pale ikaanza kushindana na madhabahu. Ili uweze kushindana na madhabahu za ukoo, lazima ujifunze kuajambatanisha moyo wako, maisha yako na madhabahu nyingine, ili hiyo madhabahu isimame kukupigania. Ukisoma kwenye kitabu cha Waamuzi ile sura ya 5 kifungu cha 8, Biblia inasema walichagua miungu mipya, kukawa kuna vita kwenye malango. Walichagua miungu mipya, kukawa kuna vita kwenye nini? Kwenye malango. Kwa swala mojawapo la kushughulikia madhabahu za ukoo, jambo la kwanza, lazima utafute madhabahu
ujiambatanishe na madhabahu. Maana nini? Kuwa mshirika wa madhabahu fulani sio kigezo cha madhabahu ile kukupigania. Ili madhabahu fulani kupiganie kwako na Mungu ile madhabahu onekane kwako, ni nafasi ipi uliyoipa madhabahu kwenye moyo wako? Itategemeana na nafasi ya madhabahu husika kwenye moyo wako. Biblia inazungumza hivi kwenye kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 1 kifungu cha 12 inasema, na wote waliompokea aliwapa uwezo. Aliwapa nini? Uwezo wa kufanyika wana. Lakini ukisoma Injili ya Mathayo sura 22 kifungu cha 14, Biblia inasema, kwa maana waitwao ni wengi. Kwa maana waitwao ni nini? Ni wengi, bali wateule nini? Ni wachache. Maanake swala ni wote tunao, ila ili madhabahu yako uione na nguvu kwenye maisha yako, maanake ili uone nguvu ya madhabahu ulionayo, maanake lazima uipe nafasi kwenye moyo wako. Lazima uipe nafasi kwenye moyo wako. Lazima uipe nafasi kwenye moyo wako. Biblia inasemaje? Wale watu waliporudi wakasema, wakaishukuru wakasema, madhabahu ya Sayuni imefanyaje? Imetupigania. Usisahau ya kwamba Mungu au miungu haishuki eneo lolote. Mungu anashuka mahali palipo na nini? Na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wengi wanahangaika, wanatangatanga. Alikuwa Pentekoste, anaondoka anaenda kanisa fulani, anatoka kule anarudi Anglikana. Swala sio kusali Anglikana. Swala sio kwa Pentekoste. Swala madhabahu unayoitumikia, umeipa nafasi kwenye moyo wako kwa kiwango gani? Yesu anasemaje? Kwa maana waitwao ni nini? Ni wengi, ila wateule wote waliompokea aliwapa. Tafsiri ya kwamba ambao hawakumpokea hakuwapa. Kwa moja wapo kushughulikia madhabahu za ukoo au madhabahu za kichawi. Huwezi kupigana na mchawi mmoja, na ndio maana hapa Kristo wengi mnatwangwa. Kwa nini? Madhabahu, mchawi akija kwako anakuja na madhabahu yake. Ukisikia neno kilinge amekuja, inaitwa ni madhabahu yake. Utaona sawa sawa? Kwa unapigana na madhabahu, halafu unaenda peke yako. Biblia inawaambiaje watu wa Mungu? Hakuna aliyekwenda vitani kwa gharama yake mwenyewe. Sasa wengi huaga tunaingiaga kichwa. Navunja mizimu. Biblia inasemaje? Mizimu ikoje? Iko kihalali. Kwa nini? Baba zenu walitoa sadaka kwa miungu mingine. Manake hakuna sadaka zozote zinazotolewa kwenye miungu kama hakuna madhabahu. Hivyo unaelewa hata mganga kienyeji ile ni madhabahu yake. Na ndio maana hawezi kufanya ulaguzi mahala popote. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuwa na eneo lake ambalo utamkuta hapo. Ukikaa hapo utapata kila kitu. Huwezi ukakutana naye barabarani akakusaidia. Anakuambia hili jambo jingine tukutane kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, Yesu anakutana na watu wenye ukoma kwenye nchi. Anatazama ukoma ulionao umefungwa kulingana na nini? Na madhabahu. Yesu anasemaje? Enendeni mkajionyeshe kwa wakuu wa nini? Wa makuhani. Wanapozungumza kwenye makuu wa makuhani, maana walikuwa wanaenda kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nendeni mkajionyeshe. Biblia inasema walipoenda ukoma wao ukafanyaje? Ukaondoka. Kwa swala mojawapo la kushinda madhabahu ya ukoo, jifunze kuambatanisha moyo wako na akili yako kwenye madhabahu unayotumikia. Kwa unaweza ukawa iko Benezeri. Madhabahu Benezeri sisimame pamoja nawe ni kwa sababu haujaipa nafasi. Unaweza ukawa APC, ukasikia watu wanamshuhudia Mungu, unasema hao yawezekana watu wanapangwa. Hapana. Biblia inasema wote waliompokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote waliofanyaje? Waliompokea. Manake huwezi kuiona nguvu ya madhabahu kama hujaipa nafasi ya madhabahu kwenye moyo wako.
Kilichomfanya Yesu afufuke ni madhabahu alianza kwanza kuitengeneza. Kwa nini Yesu alisemaje? Nitalivunja hekalu kwa siku moja, nitalijenga kwa muda siku ngapi? Siku 3. Sema huyu jamaa anakufuru. Siku 3. Siku 3 tu madhabahu inadondoka. Biblia inasemaje? Alienda kwenda kalivunja. Biblia inasema akaenda karuni, akapindua meza zao zote. Akamwambia nyumba yangu itakuwa nyumba nini? Ya sala, sio nyumba nini? Ya biashara. Watu walikuwa wanatazama kwa macho ya nyama. Ile kuna kitu alikuwa anakitengeneza. Alipokufa, Biblia inasema kafufuka. Kilichompa kwa kitakacho kufanya ushinde. Swala sio kuwa Ebenezeri, swala sio kuwa Mana, swala sio kuwa KKT, swala sio kuwa Anglikana, swala sio kuwa FPC, swala kuwa Soloma. Ni nafasi ya madhabahu unayotumikia. Ina nafasi gani kwenye moyo wako na kwenye imani yako? Manake je, madhabahu ulionayo unaweza ukaenda ukalisikiliza neno la Bwana? Ukiona kwamba unaenda usikilizi, manake nafasi ya Mungu, nafasi ya moyo wako kwenye madhabahu yako, manake nafasi hiyo haipo. Biblia inasema hivi, wale watu wakarudi wakishangilia, wakisema madhabahu ya Sayuni imefanyaje? Imetupigania. Madhabahu ya Sayuni imefanyaje? Imetupigania. Elia anatengeneza madhabahu, manabii wa bahari wanatengeneza nini? Madhabahu. Maana yake akitokea mchawi kwenye mji, akaanza kufuatilia, akaanza kujua chimbuko lenu, akaanza kujua siri yenu ni nini, akaanza kujua nguvu yenu ni nini, anasema hili linaomba, ila madhabahu ya kwao ina 1, ina 2, ina 3. Nisikilizeni. Gideoni anataka kumtumikia Mungu. Tunaona sasa. Gideoni anataka kumtengenezea Mungu nini? Madhabahu. Mahali ambapo atakapomwitia Yehova atatokea. Ila Mungu anaingilia kati. Anasema, huwezi ukasimamisha madhabahu juu ya nini? Huwezi simamisha madhabahu juu ya madhabahu. Nini? Kwenu madhabahu mlionayo ni ya Baali. Madhabahu mlionayo ni ya nini? Ya Baali. Anamwambia zivunje kwanza madhabahu za nani? Za baba yako. Nini? Navunjaje? Baba yako alisimamisha madhabahu kwa sadaka, alichinja ng'ombe. Kwa kama unataka kutengeneza madhabahu, tengeneza madhabahu kwa ng'ombe wangapi? 2. Hapo licha jina la Bwana. Biblia inasemaje? Alipoweza kufanikiwa kuvunja na kusimamisha madhabahu ya Mungu, maandiko yanasema Gideoni alienda kwenye madhabahu ya bahari, akaipasua. Achana na hiyo, wale Wafilisti wakaichukua sanduku la Bwana, wakalipeleka mpaka kwenye madhabahu ya nani? Ya Dagoni. Ilipofika pale, hata madhabahu ya Israeli ilianza kupigana, madhabahu ya Yehova ilianza kupigana, ikaanza kushindana na madhabahu ya Dagoni. Wanaamka asubuhi, wanakuta Dagoni amesimama, amedondoka kwenye sanduku la agano. Maana yake nini? Madhabahu ya Israeli ikashinda, na waliporudisha sanduku la Bwana katika kambi, Wafilisti wote wakasema sanduku la Mungu wao amefanyaje? Amerudi. Sikiliza mtu wa Mungu, anza kuipa nafasi na madhabahu unayotumikia, ianze kupigana na madhabahu zinazoshindana na wewe. Nisikilize mtu wa Mungu, yawezekana jirani yako hahitaji madhabahu, ila wewe unahitaji madhabahu ya kukuvusha. Yawezekana ndugu yako hahitaji, ila wewe unahitaji madhabahu ya kukupigania. Kwa nini? Namna shetani alivyokutarget sivyo kama alivyotarget ndugu yako, sivyo kama alivyotarget jirani yako, sivyo kama alivyotarget rafiki zako. Wewe unahitaji madhabahu hapo ulipo. Lazima usimame na madhabahu ambayo utalitia jina la Bwana hapo. Biblia inasema ya kwamba mahali atakapopachagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu, ili aliweke jina lake, anasema utaelekeza nyuso yako hapo, nawe utaenda hapo. Manake nini? Anasema utakula mbele za Bwana Mungu wako kupitia kwenye hilo eneo. Swala la madhabahu ndilo linaloweza kushindana na adui yako, ndilo linaloweza kupigana na rafiki zako. Kitu gani kinachotupa ujasiri tulio na Yesu?
Yesu. Tumeshatambua nafasi ya madhabahu tulizonazo, na ndio maana tunawaambia wachawi ya kwamba sio wao waliotuita. Aliyetuita yuko hapo juu anatuangalia. Tunapotembea duniani, tunakanyaga pepo kushoto, tunakanyaga chini kulia. Tukitembea wachawi wanakimbia, tukikimbia majini yanakimbia. Kinachotimiza ni nguvu ya madhabahu iliyotoka katika msalaba inayotupigania itayo leo. Biblia inasema ya kwamba ingawa damu ya Abeli inanena, lakini ile damu ya Yesu inanena mema zaidi kuliko nani? Ya Abeli. Nini? Madhabahu inapambana. Jifunze kuambatana na madhabahu ulionayo ili ianze kutoa matokeo kwenye maisha yako. Kama unaamini PC, anza kuichukua madhabahu hiyo, iweke kwenye moyo wako. Kama marafani, ingiza madhabahu hiyo ianze kukupigania. Vinginevyo utaanza kuamini ujinga kama wengine wanaoamini. Amina. Kuna watu sana kumsimamia rafiki ya mzuri wako. Unajua hao wengine wanaopona ni wanawapanga tupate shuhuda za ukweli. Kama ulize Yesu. Watu siku zote wako na Yesu. Wengine ni wagonjwa. Wakati wengine kulingana na msangamano wa watu, tunaona sawa. Hawaponi. Hawafanyaje? Yule mwanamke akasema hili nipone. Swala sasa kuhusu sasa kumkaribia Yesu. Wala sio Yesu anigusi. Ni mimi nijiambatanishe na nguvu alionayo Yesu. Itanisaidia. Biblia inasema alikuwa ametokwa damu muda wa miaka 10 na ngapi? 12. Biblia inasema kwamba akagusa pindo la Yesu. Hapo akasema sana. Yesu anasema kuna mtu amenigusa pindo, anasema Bwana, hapa watu mpaka wanakanyagana. Anasema kugusa kuna amenigusa tofauti. Mama akasema ni mimi. Kwa nini? Nilisema nitagusa pindo lako nipate uzima. Nipate nini? Uzima. Sema nilikuwa natoka na damu kwa muda wa miaka 10 na ngapi? Nilipoambatanisha moyo wangu na wewe, nimepona. Jifunze ili uweze kushinda adui walionao, adui wa kifamilia, madhabahu ya ukoo, mizimu inayotesa familia. Jifunze kuambatanisha moyo wako na akili zako kwenye madhabahu ulionayo. Yesu alitaka Wayahudi waokolewe ila hawakumkubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kwani uzania Yesu haoni watu jinsi watu wanavyokufa? Shetani anavyoua. Kwa nini nake? Hawajampa nafasi. Hawajampa nini? Kuna nini? Hataishi. Uwe na uhakika. Kuna watu walipoona kuna wengine walifanyaje? Walikufa na nyoka wa shamba yupo. Na kama ilivyo leo, kuna watu wanapita kwenye maisha magumu, wanaishi kwenye umaskini. Wanaamini ya kwamba maisha ni haya, ni haya. Ishi haya hivyo hivyo. Wenzako hawaishi hivyo. Wenzako hawaamini hivyo. Na ndio maana akipata message kutoka kwenye madhabahu zao, akiambiwa nenda kavunje nazi mchana saa 7 katikati njiani, anapasua. Kwa nini? Kinachomfanya anajua nguvu ya madhabahu alionayo, na anajua nguvu ya Mungu anayojifunua kwa nini kwenye madhabahu yake. Leo tu hata mchungaji wako akikuelekeza jambo, yani unajua mchungaji, yani nakama, lakini mimi naona tu aibu. Yani umekaa kati yani naona tu aibu mimi nimekaje. Wacha hiyo wanakunywa supu ndugu yangu. Wao hawako hivyo. Wanatambulisha mbele madhabahu zao. Maana yake akija, nilikwambia kuna mambo 5 wanayotengeneza madhabahu. Hayo mambo 5 ukienda kupigana, ukisema nimependana na madhabahu, maana yake unatembea na mambo 5. Jambo la kwanza nililokuambia, madhabahu yoyote huaga ina ardhi. Na ndio maana unaweza kuona kwamba makanisa mengi yanapata sago sana kwenye kumiliki ardhi. Kwa sababu nguvu mojawapo ya madhabahu ni nchi. Mungu anamwambia Ibrahim, toka kwenye ardhi ya baba yako, nenda kwenye nchi na nitakubarikia huko. Kitabu cha Yeremia anaambiwa mjomba aliyoko anatosha atakujia.
atasema jinunulie shamba langu, asema hata ukombozi ni ya kwako, ila jinunulie shamba. Ibrahim anaondoka. Na ndio maana ukinunua kiwanja, kama hujajua Mungu anayetawala kwenye hilo eneo, umeisha. Unaweza ukaisha kiuchumi. Kuna mwingine akiwa amepanga hela alikuwa anapata nyingi, ila sumu tu aliponunua nyumba, alipojenga, uchumi ukakata pale pale. Mtu mmoja nifuata akaniambia sentence, nikamwambia tuingie kwenye nikamwambia twende. Kumbe kwenda kwenye lile eneo lilikuwa ni madhabahu ya wachawi kwenye ule mtaa. Maana yake pale ndio ilikuwa makutanikio yao. Nikamwambia nini? Tunaleta jina la Bwana, tunatengeneza madhabahu hapa, tunalitia jina la Bwana. Akapata nguvu, akajenga, akakaa kwenye nyumba yake. Roza nini rahisi tu. Unashangaa umejenga nyumba imemaliza, unaanza kuona mauzauza. Hawa watu wanaomba, unahama. Hatuhami nyumba, lazima tulitie jina la Bwana kwenye hilo eneo. Tukilitia jina la Bwana, tukisimamika madhabahu ya Bwana, maana yake madhabahu inaanza kushindana na madhabahu zile, inaanza kupigana na madhabahu zile, inaanza kukutetea. Sasa uone kitakachotokea. Amina. Jambo la pili, nilikwambia madhabahu yoyote huwa ina washirika wa madhabahu. Manake hawa washirika wa madhabahu ni wale walioambatanisha mioyo yao na akili zao kwenye hiyo madhabahu. Wewe na uhakika ya kwamba wakiomba, manake unaomba pamoja nao. Si unanielewa hilo? Lakini jambo la tatu linalotengeneza madhabahu, kila madhabahu ina kuhani wake. Hakuna kanisa lisilokuwa na mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen, amen. Amen. Jambo la 4 linalotengeneza madhabahu, nilikwambia kila madhabahu huwa ina sadaka yake. Huwa ina sadaka. Kuna sadaka, japokuwa sasa hivi sio sana. Kuna sadaka ambazo washirika wa madhabahu wanatoa kwenye madhabahu, ila kuna sadaka ambayo madhabahu inatoa kwa ajili ya washirika wake. Hiyo ni kanuni ya kimungu. Ndio maana kwenye makanisa mengine ya CCT na CPCT kuna asilimia kidogo huaga zinakatwa kutoka kwenye sadaka mlizotoa, zinaenda mahala. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ile imetoa, na wao kula kipokea, na wao wanakata wanatoa. Ingine zile wanakata wanatoa. Maana yake kila madhabahu huaga na sadaka yake. Sio, unaelewa? Jambo la 5, kila madhabahu ina nguvu. Kwa unapoenda kushindana na madhabahu, ujue kwamba unaenda kushindana na vitu vingapi? 5. Ukienda kushindana na madhabahu ya mganga, jua kwamba unashindana na ardhi. Nini? Wiki ijayo nakuonyesha jinsi ardhi inavyoweza kutumika kukupoteza au kuushinda uchawi. Kwenye kitabu cha Ufunuo Biblia inasema nchi kasimama kumsaidia mwanamke. Lakini kwenye kitabu cha Yeremia, nchi kaandika kumbukumbu ya kwamba hana watoto, ya kwamba hatafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapoenda kupigana vita, elewa kwamba kama unawafuata wachawi, umeenda kupigana na ardhi yao, umeenda kupigana na washirika wenzake, umeenda kupigana na kuhani wa ile madhabahu, umeenda kupigana na sadaka inayotolewa kwenye hilo nini? Ile na unaenda kupigana na nguvu, halafu wewe umeenda mwenyewe. Na ndio maana Yesu anasema nampeleka malaika, anaenda. Manake kila madhabahu ina malaika wake. Manake malaika anapoenda, anaenda na mambo 5. Manake anaenda kushindana na adui yako kupitia madhabahu yako. Kwa ili uweze kushinda madhabahu za ukoo, jifunze kutumia madhabahu ulionayo katika vita unazopigana nazo. Amen. Amina. Amen. Amen. Jifunze. Sione sasa hivi watu wanakwambia nilienda mahala nikamwomba Mungu nikasema madhabahu fulani nitetee, pale nikashinda. Kwa Wakristo wasiokuwa na kasema unaona kila wanaka unaona maisha yako yanakuwa magumu, unabaki unaona wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anza kutumia madhabahu ulionayo ili uone nguvu ya madhabahu ulionayo na Mungu aliyoko kwenye madhabahu. Maana mahali ambapo hapana madhabahu Mungu ashuki. Mungu anamwambia Yoshua, tengeneza madhabahu kwa jina la Yehova.
nami nitashuka katika hiyo madhabahu, nami nitajitukuza. Anasema nitapigana na Ai kupitia nini? Madhabahu. Jioni ya leo Mungu akapigana na adui zako kupitia madhabahu ulionayo. Jioni ya leo Mungu akaachilie mpanyo wa kazi kwenye familia ya watoto wako kupitia madhabahu unayotumikia. Maana kila mahali wanapokataliwa, kama madhabahu yako inakubaliwa, ndivyo mtakavyokubaliwa, ndivyo mtakavyokubaliwa. Kama madhabahu yako inashinda vita, ndivyo utakavyoshinda vita. Kama madhabahu yako inavyoongezeka, ndivyo utakavyoongezeka. Biblia inasema kwamba utathibitika katika haki, utatengwa mbali na kuonewa. Kama madhabahu yako haionewi, ndivyo na wewe ambavyo hutaonewa. Kila mtu atakayekuja mbele, madhabahu ya Bwana itasimama mbele. Biblia inasema nitampeleka malaika ataenda mbele. Kwa malaika wa kanisa loko Efeso andika, kila madhabahu iko na malaika. Malaika wa madhabahu shika atatembea na wewe. Haijalishi vita imesimamaje. Biblia inasema kwamba Daudi anasema hata vita vitakapotokea, hapo napo na tumaini. Kitu gani kinachoashiria tumaini? Ni nguvu ya madhabahu unayotembea nayo. Jifunza kutembea na madhabahu yako. Ukienda kazini nenda nayo, ukienda sokoni nenda nayo. Kama ni APC, watu wajue kabisa wewe madhabahu yako ni APC, waanze kuona mabadiliko. Kama ni Ebenezeri waione, kama ni Mana waione, kama ni KKT waione. Anza kutembea na madhabahu yako Bwana. Acha kukaa kishamba kishamba. Kama wao wanawataja ganga wao, wewe anza kutaja mtumishi wako ambaye Bwana amekuita utumike pamoja naye. Usinyamaze. Amina. Tusimame. Roko robo siki. Likarabasa.